kwa namna ambavyo wametekeleza kutuletea fedha zetu katika miradi ya maendeleo katika jimbo la Songwe, si barabara tu, lakini katika miradi yote. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa heshima na taadhima, naomba leo nichangie kwa upole mkubwa sana, na Mheshimiwa Ulega naomba unisikilize. Ni juu ya barabara yangu ya lami. Toka nimeingia ubunge mwaka 2010 na kuwa nikililia barabara hii ya kutoka Mbalizi, Mkwajuni mpaka Makongorosi. Tumekuwa tukiongea kila mwaka na kila mwaka kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ipo zaidi ya miaka 7 sasa, lakini hakuna kinachoendelea. Nakumbuka mwaka juzi tuliingiza kwenye bajeti wakasema ingefanyika, lakini hewa. Mwaka jana tumeingiza kwenye bajeti, lakini mpaka sasa tunaenda kumalizia muhula bado hatujapata chochote. Lakini Mheshimiwa Ulega, angalia wabunge wenzangu wanavyochangia, wanavyoshukuru kwa ajili ya barabara zao za lami. Lakini katika nchi nzima ikiwezekana, naweza nimebaki peke yangu, ni barabara ya kutoka Mbalizi kwenda wilaya ya Songwe. Wilaya ya Songwe ni wilaya mpya, lakini sina lami. Mheshimiwa Ulega, wewe ni rafiki yangu, tumeingia ubunge pamoja. Hebu naomba uliangalie kwa umakini sana jambo hili. Sina barabara ya lami. Mheshimiwa Waziri Mkuu alifanya ziara mwaka jana kwenye jimbo langu. Taarifa kwamba angeweza kunipatia taarifa mheshimiwa. Lakini taarifa kutoka wapi? Nampa taarifa mzungumzaji asiseme kwamba ni yeye tu, na mimi pia Nyang'hwale kutoka Kahama, Nyang'hwale, Busisi, barabara zaidi ya miaka 15. Asante. Mheshimiwa, napokea taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimuombe Mheshimiwa Waziri, naomba sana uliangalia jambo hili kwa mapana marefu. Lakini lingine ni madaraja kwenye jimbo langu. Nalo daraja la kutoka Muheza kwenda Isanzu ni barabara ya TANROAD. Limeharibika kabisa. Hii kipindi cha mvua barabara hii haipitiki na vijana wanalala pale mtoni siku 3 wanasubiria kwa ajili ya kwenda kupeleka mifugo yao kwenye masoko huko Isanzu. Lakini lipo daraja la kutoka Magamba kwenda Mpona, na lenyewe ni hatari tupu. Naomba Mheshimiwa Waziri, mwaka huu kwenye road board tumejaribu kuingiza kwenye bajeti. Naomba itakapofika huko basi kwenye bajeti tutakayokuwa unaendelea leo, basi ningeomba nisikie kwamba na yenyewe ipo. Otherwise Mheshimiwa Ulega, nisingependa nisike shilingi yako. Wewe ni kijana, lazima unasikia mambo na unafanya ziara kwenye majimbo yetu. Juzi nimekusikia ulikuwa Mbeya, nikajua labda ungenitembelea na pale Songwe, lakini sikukuona. Naomba ufike mkoa wa Songwe na naomba uje wilaya ya Songwe. Wale wenzetu wa Ileje wana lami, wenzetu wa Mbozi wana lami, kule Mombo unapoenda Sumbanga kuna lami, lakini kwangu kuchepuka Mbalizi kwenda kijijini kule Songwe hakuna lami. Mheshimiwa Ulega, nakuomba sana. Lakini lingine mwisho, toka nimekuwa mbunge Mheshimiwa Waziri, tumekuwa tukipitisha barabara zetu ziingie kwenye TANROAD, lakini mpaka leo, yani kila siku mnasema kuna hiyo sera ya kuomba maombi barabara zile za TARURA zinazokuwa ni ndefu ziingie kwenye TANROAD, lakini sasa kuona hata barabara moja imekubalika. Siku moja na sisi tufanye sheria kusema kwamba barabara hii ya kutoka Kapalala kwenda Gua angalau imekubalika kwamba imeingia kwenye TANROAD, au barabara ya kutoka Kininga kwenda Ngwala kwenye mgodi mkubwa kwenye madini adimu duniani rare earth hakuna barabara. Watu wale wa rare earth wanahangaika kweli, kampuni ya Mamba kupeleka mitambo yao kule. Ni madini ambayo Tanzania hapa hayapo, ni madini ambayo Afrika hayapo, yako China peke yake, lakini yako kule Ngwala polini kule. Kwa nini msiletee barabara ili madini tuweze kuchimba? Mheshimiwa Kasenkenya najua na alishafika paka kule Ngwala, atakwambia tuleteni barabara basi jamani, tujenge uchumi wetu wa nchi yetu. Ni madini makubwa sana na athari kubwa sana. Mheshimiwa Ulega, sitaka na leo dakika ziishe. Ombi kubwa ni mambo mawili, madaraja yangu na barabara ya lami. Wenzangu wanafurahi, amesema Mheshimiwa Nyang'hwale hapa, labda kama wilaya yake ni mpya, lakini mimi kule kwangu ni kwa siku nyingi. Naomba uniletee lami zile kilomita 91 kutoka Mbalizi, Mkwajuni, Saza mpaka Makongorosi. Asante sana Mheshimiwa Ulega, nimechangia kwa sauti ya upole, sauti ya kimungu, najua utakuwa umenisikia. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana Mheshimiwa Mulugo. Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, wakati Mheshimiwa Hussein Amal akichangia hoja ya Mheshimiwa mbunge alitaja pia barabara yake. Nadhani alitaja kwa sababu hajapata fursa ya kuchangia. Naomba uichukue hiyo hoja yake kama mchango wake kwa siku ya leo. Mheshimiwa Umi Ali Mwalimu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa fursa hii. Nami nianze kwa kumshukuru na kumpongeza Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya katika kuijenga nchi yetu, lakini hususan kuboresha miundombinu ya barabara. Sisi watu wa Tanga mjini
ni moja wa mashahidi wa kazi kubwa na nzuri za Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini nakupongeza Waziri Ulega, Naibu Waziri Kasekenya na timu yako kwa kazi nzuri ambazo mnazifanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati naomba kuchangia, wabunge wameona jina langu. Mheshimiwa Msukuma mtani wangu ananiambia, Tanga una hoja, Tanga kila sehemu kuna lami. Ninazo barabara 4 Mheshimiwa Mwenyekiti ambazo leo nataka kuziongea hapa. Ya kwanza ni barabara ya Tanga Pangani. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Ulega. Nilipokupigia mara tu baada ya kuteuliwa, tulikupa kilio cha kusuasua kwa ujenzi wa barabara ya Tanga Pangani. Ukaja. Na tunamshukuru Mheshimiwa Rais akatupatia bilioni 10 kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa barabara ya Tanga Pangani. Ombi langu Mheshimiwa Ulega, tunaomba sasa mumsimamie kikamilifu mkandarasi huyu ili aweze kukamilisha ujenzi wa barabara ya Tanga Pangani kwa wakati, hususan kufidia muda wa takribani mwaka